One Day ESTV online. Na ni katika hali ya kusikitisha mkoani Kigoma katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu ambako nafasi ya kuzika inazidi kupungua, inazidi kuwa ndogo, huku ukiangalizia hadi makanisa ambayo yalikuwa yamepakana na sehemu za shamba la wafu hadi sasa wamefukuzwa na kuhamishwa na kupewa vituo vingine vya kujenga makanisa kwa sababu ya kuacha nafasi, kwa sababu ya shamba la wafu kupata angalau nafasi ya kufanyia mazishi. Kambini Nyarugusu imekuwa ni sehemu pekee ambayo ina rekodi kubwa ya kuzika kila leo zaidi ya mtu mmoja. Huku imekuwa ni nafasi na imekuwa ni kitu au tunaweza kusema ni kama tukio ambalo linafanya watu wengi kuishi kwa hofu, wakihofia kwamba kuamka kesho inakuwa ni majaliwa ya Mungu, lakini sio kama walivyoishi mababu zetu kwenye siku zilizopita hapo awali. Na wachungaji kila leo kwenye maibada yao wamekuwa kuhamasisha vijana waangalie namna gani ya kurekebisha na kumkabidhi Muumba maisha yao, kwani hakuna anayejua kesho yake. Kambini Nyarugusu imekuwa ni kambi ambayo ina idadi kubwa ya watu wengi sana. Pia vile vile ni idadi ambayo watu wanakumbwa na matatizo mengi mbalimbali, magonjwa mbalimbali. Matatizo tu yamekuwa ni ya kutosha sana ambayo yanapelekea watu kila leo kupoteza maisha yao. Kambini Nyarugusu inakusanya raia kutoka kwenye nchi mbili. Raia kutoka nchi ya DRC na raia kutoka kwenye nchi ya Burundi. Na katika nchi zote hizo mbili ukiangalia idadi kubwa ya watu ambao wanazika sana kila leo ni raia kutoka nchini DRC. Wamekuwa ni watu ambao wanazika kila leo. Huku tunajiuliza ili tatizo linatokana na nini, au ndo mila ya ndugu zetu kutoka DRC ama vipi? Huku tunashindwa kupata jibu. Tukijaribu kufikiria hayo, tunaangalizia pia upande wa pili wako kuna ndugu zetu kutoka huko Burundi. Ndugu zetu Burundi sio watu wa kuzika kila leo, japokuwa matatizo yapo kila sehemu na matatizo yanapatikana sehemu yote pale ambako binadamu yupo. Ndugu zetu kutoka Burundi sio watu wa kuzika kama ndugu zetu wa DRC, japokuwa nao wanafisha, lakini kwao sio halali sana. Kama unavyoangalia ninavyokuonesha hizi nyumba za ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki, idadi kubwa kwenye 100%, 90% ni ndugu zetu kutoka DRC, na 1% kubwa ambayo ni 10 katika 100%, ndugu zetu kutoka Burundi wanashikilia 10%. Na kwenye hiyo 10 tunafikiria kupunguza moja kuiongeza kwenye ndugu zetu wa DRC, kwani wamekuwa ni watu wenye kuzika sana na wamekuwa ni watu ambao wanalia kila siku. Hivyo basi kambini Nyarugusu uweze kutembea zaidi ya vijiji viwili ukakosa kijiji kimoja ambacho kitakuwa kina msiba. Tunajiuliza, ndugu zetu wa DRC ni mila kufisha sana ama ni kitu gani? Na labda kuna kitu wamekosea katika mambo yao ya asili ambacho kinawapelekea ndugu zetu wa DRC kupitia katika hali hii ama vipi? Tunapofikiria hayo na kutokupata majibu, kimekuwa ni kitu ambacho kinaumiza sana. Ukiangalizia sasa wanaotuacha kila leo kwa upande wa ndugu zetu wanapatikana mkoani Kigoma, wilaya Kasulu, kwenye kambi ya wakimbizi kutoka DRC, idadi kubwa imekuwa ni ya vijana wa kiume na wa kike ambao wanazidi kutoweka au ambao wanazidi kutuacha kila leo, ambao wanafanyiwa mazishi kwenye sehemu ya makaburi ya wakimbizi kutoka DRC pamoja na wakimbizi kutoka Burundi. Na kama unavyoona maeneo ya kuzikia ndugu zetu ambao ni wakimbizi yanazidi kuwa madogo sana. Kwa eneo hili ambalo tunakuonesha, ili tu hapa ni la upande wa pili ambalo wanakwenda kumalizia kabisa, kukiwa kunakosekana ni eneo dogo tu la kukamilisha eneo dogo ambalo limebaki, na ndani ya siku kadhaa
linaweza likajaa kutokana na matatizo makubwa ambayo yanazidi kutokea upande wa ndugu zetu. Kama unavyoona upande wa pili kule kuna ndugu zetu wengine ambao wanachimba kaburi lingine la kumhifadhi ndugu mwingine ambaye One Day ES TV online. Sisi